Muungano wa walimu wa KUPPET tawi la Kakamega wameitaka serikali kuhakikisha usalama wao baada ya mwalimu wa JSS kuuawa na watu wasiojulikana. Walimu hao sasa wameitaka serikali kuhakikisha waliohusika na mauaji hayo wanakamatwa. Aidha, wamelalamikia kucheleweshwa kwa kulipwa mishahara yao kutoka kwa Baraza la Kitaifa la Mitihani la Kenya. Muungano wa walimu wa KUPPET tawi la Bungoma wameibua malalamishi yao kutokana na kuzorota kwa hali ya usalama na ongezeko la makundi ya kigaidi na uhuni. Muungano huo sasa umeitaka serikali kuhakikishia usalama wao ili waweze kutekeleza majukumu yao ipasavyo. They concerned because of the insecurity, the wave of insecurity across Kakamega County. We are not able even to discharge our duties. Hatuwezi amuka mapema tukienda shuleni kwa sababu hatujui tutarudi kwa nyumba tukiwa salama. We have a terror group that the government should just put this on a key notice by the name Vijana wa SHA. This has been realized in Matungu, it has been realized in Navakholo, and it is also being observed in Malava. So this thing where vijana wanakuja wanakupata kwa barabara, wanakukatakata wakikuuliza kama uko na SHA ili uende utumie kwa matibabu. Kama una SHA uende uregister SHA ili usaidike kwa matibabu. That one, we are putting that on notice, and as teachers, as citizens of this country, we are not going to allow that as such. Haya yanajia baada ya mmoja wa walimu wa JSS kaunti hiyo ya Kakamega kuuawa na watu wasiojulikana, huku wakitaka waliohusika kukamatwa. Mpaka leo hakuna mtu ameshikwa kwa kifo ya mwalimu wetu wa JSS. Walimu sisi sio wezi, sisi hatukulangi kitu ya mtu, sisi tunafunza watoto, ikifika jioni tunaenda nyumbani. Ile jambo tunasisitiza kwa County Commissioner hapa Kakamega aingilie kati, ahakikishe justice is served for Mr. Francis Anergo ambaye ni mwalimu wa JSS shule ya Brenga JSS kule Navakholo. Kwa sababu kuna wave of insecurity na hatujui nani atauawa kesho. Tunaweza ngoja hivi na mimi nakuwa next. Tunasisitiza wale watu ambao wanaleta insecurity issues in Navakholo na wakaua mwalimu washikwe. Aidha, wamelalamikia Baraza la Mitihani la Kenya NEC kwa kukawia kuwalipa mishahara walimu waliokuwa wakisahihisha mitihani na kulitaka baraza hilo kushughulikia malipo hayo. Imelipa walimu pesa yao ya kusahihisha na haijalipa walimu wote. Wale walimu walifanya supervision na invigilation hawajapewa pesa yao. Na hii ni mbaya sana. Wakati unapewa pesa ya watu na pesa sio yote. Kama walijua hii pesa sio yote, mbona walichukua pesa kutoka treasury? Kuna mchezo inaendelea na walipewa pesa yetu yote, hawajalipa watu wengine. Tunasema NEC, lipa walimu pesa ambayo imebakia kufikia mwisho wa closing this weekend. Tuanze kususia activities za NEC mpaka wakati watatenga pesa ya kurun Kenya National Examination Council supervision, marking and invigilation. Hiyo pesa yote wachukue wapee Teacher Service Commission. Wakati tunamaliza hiyo kazi, kama ni mwisho wa mwezi wa Oktoba, November, tulipe pesa yetu. Hatuwezi ruhusu pesa yetu ya savings, hiyo ni pesa yetu personal money, iko kwa savings. Wakati una retire, hiyo ndio pesa unachukua unaenda kuanzia nayo maisha nyumbani. Tunatumia hiyo pesa tukichukua loans. Hatuwezi ruhusu serikali ichukue hiyo pesa ianze kutumia kwa maendeleo yao. Hiyo hatutaki. Pesa yetu iwe intact. Wakati unataka pesa yako unaenda unapewa. Sebastian Maria, Undugu TV.